nini? Ilikuwa ni maandalizi ya sura ya 12. Tuliona majuzi Musa akiwa ametoka kwenye uso wa Farao, Farao akiwa amemwambia ya kuwa utakapoona uso wangu tena basi utakufa. Na Musa akasemaje? Musa akasema ya kuwa nami umesema vyema, sitaona uso wako. Sasa Musa alipotoka mbele za Bwana, ikawa jambo ile imemsononesha sana Musa. Kwa juhudi zote alizofanya Musa, hakuona matokeo yake mazuri, lakini Farao akaendelea kushupaza shingo yake. Farao akaendelea kuwa mgumu wa moyo. Watu wa Mungu, acha nikwambie, kama kuna kitu ambacho ni ngumu, ni kutoka mkononi mwa mtesi wako. Umejua hata gerezani kuingia ni rahisi, lakini kutoka ni, hata sheli kituo cha polisi kuingia ni, lakini kutoka ni. Ndio maana shetani naye of course alikuingiza kwenye gereza hilo, lakini sasa kutoka, yeye ni nani? Yeye ni bwana jela asiyeruhusu watumwa wake warudi nyumbani kwao. Yeye anataka uendelee kuwepo pale ukimtumikia. Lakini kinachofanyika ni nini, mtu wa Mungu? Hata Farao, hebu pata picha. Mara nyingi unaweza kadhani ya kuwa Farao alikuwa anafanya mchezo, lakini pata picha ya kuwa ile miji mizuri kama Ramses na miji mingine mikubwa walijenga pasipo kulipwa. Umejua miji inajengwaga kwa kulipwa, lakini pata picha ya kuwa wale walikuwa wanafanya kazi bure, hawalipwi, na wakaifanikisha ile nchi vibaya mno. Sasa pata picha ya kuwa watendakazi wanataka kuondoka. Sio jambo jepesi, maana Wamisri kwa muda mrefu ama kwa kipindi kirefu walikuwa sasa hawajazoea tena kufanya kazi, maana walikuwa na watumwa wafanya kazi. Sasa tumeona jana gharama kubwa zaidi ya kuwatoa wana wa Israeli Misri ilikuwa ni kilio katika nchi yote ya Misri. Lakini sio kilio tu pale kwa mfalme, ni kilio cha mtu asiyehusika na mtu anayehusika. Mchungaji, mbona kuna wengine walikuwa wana watoto? Alikuwa na paka, alikuwa ana mtoto, alikuwa na farasi, alikuwa ana mtoto, alikuwa na wanyama. So ilikuwa ni mauti ya wazaliwa wa kwanza ya wanadamu na ya wanyama ama mifugo. Sasa pata picha kwa kila mtu, pigo hilo lilimgusa. Ndio maana nasema hivyo, watu wa Mungu, Mungu akinyosha mkono wake bila shaka natoka. Ingawa kuna vikelele, kuna na purukushani za hapa na pale, lakini mimi nasema kuwa natoka. Ndio maana watu wa Mungu nasema hivi, kama kuna jambo ambayo ni ngumu na linahitaji kujitoa sana, jambo la deliverance, yani kufungua watu, huduma ya kufungua watu. Acha swala la miujiza, kufungua watu ni vifungo vilivyokuwepo. Unakuta mtu yuko kanisani, ni mchungaji, ni askofu, lakini ana vifungo vya kukata na shoka, maana hakuna aliyemfuatilia na mafundisho na maombi ya kuvikata vile vifungo. Unakuta mtu yupo ndani ya neno la Mungu lakini bado ananuna vibaya mno. Yuko ndani ya neno la Mungu lakini anatukanaje nyumbani? Nini? Hivyo ni vifungo ambayo vingi havijafunguliwa. Kufungua vifungo vinahitaji muda. Watu wako chini ya kongwa ya vifungo. Kuna mtu mwingine yeye kongwa yake ni dhambi. Na dhambi ni nini? Watu wa Mungu, we dhambi huwezi kwenda kule ba. Huwezi kwenda kumtukana mtu kule nje. Lakini moyoni mwako je? Moyoni mwako je? Wasengenyi watu. Watukana. Kuna mwingine anatukana watu ndani. Nasema hivi, watu wa Mungu, kazi ya kitabu ama vitabu vya Agano la Kale ni kufungua watu. Mara nyingi Yesu alipata kushinda akitumia maandiko kwenye Agano la Kale. Ndio maana umeona ili ukombozi ya wana wa Israeli kutoka Misri moja kwa moja inahusiana
na ukombozi wetu sisi kutoka katika dhambi. Na sio tu dhambi, of course ulishakombolewa, ulishaokoka. Hiyo ni ukombozi wa kwanza. Kuna bado ukombozi zingine ambayo ukombozi wa kutoka kwenye kichomi kinachokusumbua miaka yote. Unahitaji kutoka kwenye uwepo ukombozi wa kukutoa kwenye yale mateso. Maana umeona wana wa Israeli walikuwa katika mateso. Bwana Yesu asifiwe. Sema Baba, siku ya leo unitoe kwenye utumwa na matatizo yote yaliyoendelea kutesa maisha yangu. Maana Bwana wewe ndio ukombozi. Ukombozi ilikamilika kwako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Umeona vitu vyote katika Agano la Kale vilielekea kwa kuja kwa Kristo. Kila kitu kilielekea kwa Kristo. Manabii wote walitabiri kuhusu Kristo. Kila kitu, hata kutoka kwa wana wa Israeli kule Misri iliwakilisha nini? Iliwakilisha kutoka kwetu katika utawala wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka niende kwenye sura ya 13, na tayari tuliona ya kuwa wana wa Israeli wamepata kibali kama Mungu alivyomwahidi Ibrahim. Wapi? Alivyomwahidi Ibrahim kwenye ile agano kati yake na Mungu, alivyomwahidi Ibrahim katika sura ya 15 kitabu cha Mwanzo. Na watu wa Mungu, dunia na mbingu zitapita. Sema dunia na nchi zitapita, lakini neno la Mungu litasimama. Kama kuna neno kwenye Biblia inasema ya kuwa kwa kupigwa kwake Bwana Yesu wewe umeponywa, basi hilo neno litasimama na hakika yake utapona. Ndio maana watu wa Mungu nasema hivi, haijalishi umekaa kwenye mateso muda gani, haijalishi umekaa kwenye mateso miaka mingapi. Kuna watu waliwahi kukaa kwenye mateso miaka 430, lakini wakati wa Bwana ulipofika, bila shaka walitoka. Lakini wakati ulipofika ilikuwa ni patashika nguo nguo chanika. Ndio maana unaonaje vurugu zinazotokea sasa hivi kwenye maisha yako? Vurugu mtindo mmoja. Pamoja na hivyo sasa hivi uko vizuri, ndio maana unaweza kuvihimili, lakini bado vinatikiza. Mengine nakuja mpaka wewe mwenyewe moyo wako unataka kuzimia. Usizimike moyo, mtu wa Mungu. Ingawa moyo unataka kuzimika, lakini kwa msaada wa Bwana tunainuka juu tena, alafu tunakaza mwendo. Tunaenda kwenye sura ya 13. Wana wa Israeli wanatoka sasa, lakini sasa Mungu anakwenda kutoa sheria ya Musa kumtengea wazaliwa wa kwanza. Ili swala la wazaliwa wa kwanza nataka uwe makini nayo, maana imekuwa ni neno ambayo inafundishwa na wachungaji sana, lakini imekuwa ikifundishwa tofauti na wale waliozaliwa wa kwanza kama sisi katika nyumba za mama yetu na baba zetu. Nakuta kabisa ya kuwa mafundisho yanayofundishwa ni mafundisho ambayo yanatufanya sisi tuwe ni milango ya kupigwa, tuwe ni jelala ya kubeba kila kitu, ya kuwa mimi ni mzaliwa wa kwanza eti lazima niteseke, mimi ni mzaliwa wa kwanza eti lazima nipigwe. Nasema kuwa mimi ni mzaliwa wa kwanza pamoja na Kristo, maana Kristo ndio lango letu. Yeye ndio mzaliwa wa kwanza. Mimi sihitaji kuteseka tena, maana mimi pamoja na Kristo ni mzaliwa wa kwanza. Lakini ukipitia Kristo, maana hata mimi sio mimi naishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Ndio maana wewe mzaliwa wa kwanza, jipe moyo mkuu, maana wewe sio mzaliwa wa kwanza wa nyumbani kwako tu. Wewe ni mzaliwa wa kwanza pamoja na Kristo katika ufalme wa Mungu. Hebu tuende kwenye sura ya 13. Nataka nipeleke mtu mmoja mahali pazuri, alafu baadaye nitalitia jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasoma kwa jina la Yesu. Bwana akasema na Musa akamwambia, nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote, kila afunguaye tumbo katika wana wa Israeli, wa binadamu na mnyama ni wangu hao. Musa akawaambia hao watu, kumbukeni siku hii mliotoka nchi ya Misri, kutoka nyumba ya utumwa. Kwa kuwa Bwana aliwatoa mahali hapa kwa nguvu za mkono wake, na usiliwe mkate uliochachwa. Ninyi mwatoka leo katika mwezi wa Abibu. Itakuwa hapo Bwana atakapowaleta mpaka nchi ya Wakanaani na Wahiti na Waamori na Wahivi na Wayebusi,
nchi hiyo aliyowapia baba zako kwamba atakupa wewe ni nchi miminikayo maziwa na asali, ndipo mtakapoushika utumishi huu katika mwezi huu. Mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7, nayo siku ya 7 itakuwa ni sikukuu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Umeona mwanzo Mungu anamwambia Musa ya kuwa amtengee wazaliwa wa kwanza. Kwa nini Mungu alisema atengewe wazaliwa wa kwanza? Kumbuka ya kuwa Mungu alimwahidi Musa ya kuwa akamwambie Farao ya kuwa atampiga mzaliwa wake wa kwanza. Lakini tumeona Mungu akipiga wazaliwa wote wa kwanza wa Misri, lakini sasa si ya wanadamu tu, mpaka na ya wanyama na mifugo. Kinachofuata ni nini? Mungu sasa anamwambia Musa ya kuwa wale wote aliyewaokoa ambao ni wazaliwa wa kwanza wa wanadamu pamoja na wazaliwa wa kwanza wa wanyama wote, anasema hao atengewe, maana hao watakuwa ni wa kwake. Lakini akiendelea kuweka msisitizo, maana of course walitoka siku gani? Walitoka siku ya 15, maana siku ya 14 ndio iliyekuwa ni ile sherehe ile ya Pasaka, ambao walimchinja yule mwanakondoo ama mwanambuzi jioni saa 9, alafu usiku wakamla. Lakini saa 6 usiku ama usiku wa 8, hapo ndipo Bwana akapita juu katika nyumba zile za zilizopakwa damu, lakini akapiga wazaliwa wa kwanza. Na maana ile siku ya 15 ndio Mungu sasa wana wa Israeli wanafanywaje? Wanafukuzwa, wanatoka. Lakini kumbuka ya kuwa kuanzia ile siku ya 14 mpaka siku ya 21, na maana siku 7 ilitakiwa iwe ni iendelee kuwepo ile sikukuu ya mkate usiofanya nini? Usiotiwa chachu. Sasa wanaendelea kukumbushwa kuwa bila shaka chachu waondoe. Nilikuambia ya kuwa chachu ni nini? Nilikuambia ya kuwa watu wa Mungu, chachu iliwakilisha dhambi. Ni mara moja tu Yesu alitumia mfano wa chachu katika ujenzi wa ufalme wa Mungu, lakini maeneo yote Yesu alitumia chachu kama dhambi. Ndio maana Yesu akasema ya kuwa jitengeni na chachu ya Mafarisayo. Maana yake ya kuwa wajitenge na mafundisho potofu ya Mafarisayo. Lakini umeona sasa kwa nini Yesu alikuwa ni mkate wa uzima usiokuwa na chachu? Ni kwa sababu mkate unayekuwa na chachu iliwakilisha dhambi, na Yesu bila shaka hakuwa na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umeona pale ili swala la wazaliwa wa kwanza ilikuja kutokea mpaka wakati wa Yesu alipozaliwa. Unaposoma pale kwenye Luka sura ya 2 kuanzia mstari wa 23 mpaka 25 kwa wakati wako, utaona kabisa kuwa Yesu naye baada ya kuzaliwa alipelekwa hekaluni, akapokelewa na yule Simeoni, ambayo alikuwa ameambiwa na Roho Mtakatifu ya kuwa hata kufa mpaka atakapoona wokovu wake ambao ni Kristo. Lakini anapopelekwa Yesu pale kukabidhiwa pale, na maana Mungu alikuja kutengeneza sheria kuwa hawa wazaliwa wa kwanza pamoja na watakuwa wa kwake, lakini alijua ingeleta mtafaruko, ndio maana ilikuwa ni lazima umnunue tena. Lakini umeona, tutaona mbele kule ikiwekwa sheria ya kuwanunua wazaliwa wa kwanza tena, unampeleka lakini unamkomboa. Unamkomboa na nini? Yesu alikombolewa na makinda ya ndege wangapi? 2, maana Mariamu na Yusufu hawakuwa na uwezo wa kuweza kupata nini? Mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ni mnyama, punda wako mzaliwa wake wa kwanza, ilitakiwa ufanye nini? Umkomboe, upeleke mnyama anayeweza kutolewa sadaka kama kondoo ama mbuzi. Lakini kama hauna, basi ulitakiwa uvunje shingo yake, umuue. Unampiga, unamuua. Lakini kama unataka kumkomboa nayo, unapeleka, unamkomboa nayo. Hebu tuende taratibu tuone Mungu anataka kutufikisha wapi. Bwana Yesu asifiwe.
Mikate isiyochachwa italiwa katika siku hizo 7. Mkate uliotoa chachu usionekane kwako, wala chachu usionekane kwako ndani ya mipaka yako yote. Nao utamwambia mwanao siku hiyo ukisema, ni kwa sababu ya hayo Bwana aliyonifanyia hapo nilipotoka Misri. Nayo itakuwa ishara kwako katika mkono wako na kwa ukumbusho kati ya macho yako, ili kwamba sheria ya Bwana ipate kuwa kinywani mwako. Kwani Bwana alikutoa utoke Misri kwa mkono wenye uwezo. Kwa hiyo utaitunza amri hii kwa wakati wake, mwaka baada ya mwaka. Itakuwa hapo Bwana atakapokuleta katika nchi ya Wakanaani kama alivyokuapia wewe na baba zako na kukupa, ndipo utamwekea Bwana kila afunguaye tumbo na kila mzaliwa wa kwanza aliye naye azaliwaye na mnyama, na hao waume watakuwa ni wa Bwana. Kila mzaliwa wa kwanza wa kunja utamkomboa kwa mwanakondoo. Na kwamba hutaki kumkomboa utamvunja shingo, na kila mzaliwa wa kwanza wa binadamu katika wanao utamkomboa. Umeona? Mzaliwa wako wa kwanza, maana hii ingeleta utata. Mtoto wako ule wa kwanza ndio wa kwanza, alafu mpeleko mwache nyumbani mwa Bwana. Bila shaka watu wangeandamana, lakini Mungu akasema ya kuwa utamkomboa. Lakini umeona jinsi Mungu ana haki. Mtu asiyekuwa na uwezo aliruhusiwa kutoa hata konzi ya unga. Ndio maana hii tupe picha ya kuwa hata mtu ambaye ana sadaka 50 haruhusiwi kufanya nini? Kutoa. Anayetoa wa milioni atoe, anayetoa 500,000 atoe, anayetoa ya 100 atoe, anayetoa ya 500 atoe. Ndio maana wewe unayeweza kupata makinda ndege ulikuwa unakomboa mradi wako wa kwanza. Wewe uliyeweza kupata konzi ya unga ulikuwa unafanya nini? Unakomboa. Wewe uliyekuwa unaweza kupata mnyama ambao ni mwanakondoo ama mwanambuzi. Na umeona jinsi ambao Mungu alitoa nafasi kwa ajili ya watu wote kupata kushiriki baraka zake. Lakini tusiwazuie watu wasishiriki baraka za Bwana. Ndio maana katika utoaji ni wale wenye moyo gani? Wenye moyo wa upendo ndio wamtolee Bwana. Na ukitoa umelazimishwa matatu, huwezi kubarikiwa. Yaani eti mtu amekulazimisha tu ukatoa, hiyo usitoe, maana ubarikiwi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuendelee kwa jina la Yesu. Kisha itakuwa hapo mwanao atakapokuuliza keshoni akisema ni nini hivi, utamwambia Bwana alimtoa Misri kutoka ile nyumba ya utumwa kwa uwezo wa mkono wake. Basi ilikuwa hapo Farao alipojifanya kuwa mgumu ili asikupe ruhusa kuondoka, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote waliokuwa katika nchi ya Misri, wa binadamu na wa mnyama. Umeona sasa kinachofanyika? Mungu anatoa agano ama agizo pia ya kwa Musa watakapoingia kwenye nchi gani? Itoao asali na maziwa, ina maana nchi ya Kanaani. Sasa Mungu anamwambia kuwa watakapoulizwa na watoto wao kwa nini wanafanya hivyo, basi wawaambia kuwa Mungu aliwahi kunyosha mkono wake juu ya Misri na kuwatoa kwa mkono wa hodari. Ina maana jambo hili litakiwa ifanywe kila mwaka, iwe ni ukumbusho. Lakini hii inakupa picha kwa ile damu pamoja na ilikuwa inamwagwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ina maana dhambi ilikuwa itolewe 100% mpaka Yesu alipokuja kumwaga damu yake. Hapo ndipo sasa dhambi ilikuja kuondolewa 100%. Ndio maana umeona watu wa Mungu sasa hivi unasherehekea Pasaka, lakini hata usiposherehekea Pasaka, Yesu alishakufa mara ngapi? Lakini kwenye Agano la Kale ilikuwa ni tukio ambayo kila mwaka. Of course sasa hivi tunasherehekea, lakini kama kukumbuka na kujifunza yale matokeo, lakini sio tena kuisherehekea kama ilivyokuwa inasherehekewa kwenye Agano la Kale. Kwa wana wa Misri wana wa Israeli ilikuwa ni kumbukumbu kwao ya Mungu alivyowatoa utumwani. Na kwa sisi iwe ni kumbukumbu ya kutukumbusha ya kuwa Kristo alitukomboa kwa kufanya nini? Kwa kufanyika kuwa ni mwanakondoo wa nini? Wa Pasaka wa Mungu. Sema Kristo ni mwanakondoo wa Pasaka wa Mungu. Kristo ni mwanakondoo wa Pasaka wa Mungu. Hebu twende. Kwa ajili ya hayo namtolea Bwana wafunguao tumbo wakiwa waume, lakini wazaliwa wa kwanza wote wa wanangu na wakomboa. Jambo hilo litakuwa ishara mkononi mwako na utepe katikati ya macho yako, kwa kuwa Bwana alikutoa Misri kwa uwezo wa mkono wake. Ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuwaacha watu hawa waende zao,
Mungu hakuwaongoza kwa nchi ya Wafilisti, japokuwa ilikuwa ni ya karibu. Maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hao hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu. Wana Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha. Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye, maana alikuwa amewaapisha sana wana Israeli akisema, Mungu hana budi kuwajilia ninyi, nanyi mtaichukua mifupa yangu kutoka hapa pamoja nanyi. Umeona sasa, tayari wanaondoka, wanaanza safari, lakini Bwana hawaruhusu wana wa Israeli wapite ile njia ambayo ni fupi. Maana ile njia fupi kwanza ilikuwa ni njia ambayo majeshi ya Farao walikuwa wanailinda. Jambo la pili, ilikuwa ni njia inayopita katika nchi ya Wafilisti, na kama unavyojua Wafilisti walikuwa ni watu walioendelea sana, na bila shaka Mungu alijua ya kuwa atakavyowapitisha wapi, atakawapitisha katika ile njia fupi, bila shaka wangekabiliwa na nani? Na Wafilisti, na wangeamua warudi wapi? Warudi Misri. Ndio maana Mungu akawapitisha na njia ndefu. Watu wa Mungu, nasema hivi, usione umekawia sana kufikia tima ya maisha yako, lakini mimi nasema hivi, wakati wa Bwana unakaribia kufika. Ndio maana jipe moyo mkuu. Mungu alikupitisha njia sahihi. Njia sahihi huwa inakuaga njia ndefu, lakini njia iliyo fupi siku zote huwa haishi pazuri. Ndio maana wanapitishwa njia ndefu. Lakini sasa kinachonishangaza, tayari imepita miaka mingi tangu Yusufu alivyowaapisha wana wa Israeli. Tuliona kwenye sura ya 50 Yusufu anapotaka kufa akiwaapisha ndugu zake ya kuwa, na waapisha Mungu atakavyowakumbuka na kuwatokea, basi mbebe mifupa yangu mrudi nayo Kanani, mwende mfanyeje? Waende wakazike kule. Lakini umeona jinsi Yusufu alikuwa ni mtu wa imani. Imani inalipa. Imani ni nini? Unakuwa na uhakika kwa mambo ambayo hayajatokea. Yaani unakuwa na uhakika kwa mambo yajayo. Yusufu alikuwa na uhakika ya kuwa Mungu atawakumbuka watu wake, na bila shaka umeona sasa Musa anakumbuka hiyo kuapishwa ambayo walipishwa babu zao. Waliapishwa ni wale ndugu zake waliezaliwa naye na watoto wao, wakina Manase, wakina Efraim. Lakini sasa umeona Musa anakumbuka. Yawezekana ipo kiapo ambayo imedumu kwenye familia ambayo waliapishwa ya kuwa watakuwa wanakwenda kumwaga pombe kwenye mgomba, ama watakuwa wanachukua sijui mtama wanachanganya na damu halafu wanapeleka sehemu fulani, lakini ilikuwa ni kiapo ya kufanywa. Na umeona sasa hili jambo kumbe mababu zetu walipata kutoka huko. Umeona ya kuwa wana wa Israeli wafanye kila wakati. Ndio maana kuna makabila ambao kila mwaka mwisho wa mwaka lazima waende nyumbani wakamwage damu, waende wafanye mambo ambayo ni ya kimila. Ndio maana sema hivi, watu wa Mungu, yamkini kinachokutesa ni kuapishwa ambayo walipishwa babu zako ya kuwa waendelee kufanya nini. Babu aliwapisha kuwa muendelee kufanya sherehe fulani, sherehe ya kutengeneza pombe kwa ajili ya makaburi, ama sherehe wakati makaburi yanasafishwa. So kinachofanyika, watu wa Mungu, hayo ndio mambo ambayo yanatesa maisha ya watu. Lakini leo tutaomba na eneo la chochote walichoapishwa ukoo wako, ambayo imekuwa ikifuatilia wajukuu na kuwafikisha pabaya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu pata picha kuwa Musa asingebeba mifupa ya Yusufu wakati waliapishwa. Tutaona kule mbele ya kuwa yule Sauli baada ya watu fulani kuapiwa ya kuwa hawataangamizwa, Sauli aliwaangamiza. Lakini jambo hilo ikaja ikatoa tauni ya njaa katika nchi ya Israeli wakati Daudi alikuwa ndio mtawala. Daudi alipoenda mbele ya Bwana, ndipo sasa akaonyeshwa ilibidi wachukuliwe watoto 7 wa Sauli waning'inizwe juu ya mlima ili tauni hiyo ifanye nini?
itenguliwe. Ndio maana mambo ya kuapishwa, jihadhari sana. Umejua sasa hivi hata makanisani, mtu anakupaka mafuta kwa ajili ya kutumika, lakini anakuapisha. Utakapokwenda kinyume na huduma, basi na mabaya yakupate. Mabaya nipate vipi nitakapokwenda kinyume na huduma? Nataka kwenda kufungua huduma, hiyo ni kinyume. Utakapokwenda sio kinyume na Yesu. Angetakiwa sema utakapokwenda kinyume na Yesu, anasema utakapokwenda kinyume na mimi na huduma. Mabaya afanye nini? Anakufungisha ndoa na yeye. Ndio maana hizi imetesa maisha ya watu. Leo tutaomba. Yawezekana ulikuwa ni mchungaji mahali fulani, ukatoka mabaya yakakupata, maana uliambiwa kuwa utakapotoka mabaya yakupate. Ni kweli yalikupata, lakini hauna budi kufurahi, maana leo bila shaka kila kiapo ambayo imetesa maisha. Kuna wengine kazini, hata makazini unapewa Biblia, ninaapa takuwa mwaminifu kwa mabaya na mazuri, na mabaya na mazuri. Halafu kampuni kawa sasa inafanya mabaya tupu. Hujakamatika hapo, lakini imejaa sana makanisani katika huduma. Watu wa Mungu, tunapopaka watu mafuta, to avoid haya mambo ya kupindisha maisha ya watu. Yaani kabisa mtu anasema kabisa nitakapokwenda kinyume na huduma, alafu anakuongoza. Ni kweli mabaya alikupata ulipotoka kwenye huduma fulani, na hii imetesa watu wengi sana. Mimi nimekuwa nikiombea watu, kama ulikuwa mahali ambapo uliapishwa, ukaambiwa ukienda kinyume na huduma mabaya kupate, njoo uombewe, maana ndio inatesa maisha yako. Na inaweza kutesa mabaya mno. Wengi waliotoka katika huduma nyingi walikufa, wengine walipoza na kuparalyze. Ni kwa sababu waliapishwa. Bora hata mtu akwambie, hata Yesu mwenyewe akuapisha, wateti kwa nini utakapokwenda kinyume na yeye na huduma kusio kwenda kinyume na Yesu? Utaenda kinyume na Yesu. Yamkini wewe huduma yako ni ya uinjilisti, uende. Yamkini huduma yako ni ya mtume, uende. Anataka kukaa pale azidi kusanya. Wakome kwa jina la Yesu. Nao wakasafiri kutoka Sakos, wakapiga kambi Etamu kwenye mpaka wa ile jangwa. Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru, wapate kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa wakaanza safari yao, lakini tunaona mara ya kwanza nguzo ikifanya nini? Nguzo ikiwaongoza, nguzo ya wingu mchana na nguzo ya moto usiku. Watu wa Mungu, nguzo ya wingu, moshi, moto, hizo zote ni ishara ya uwepo wa nani? Uwepo wa Mungu. Ndio maana pale kwenye kijiti kilichokuwa kinawaka moto, uwepo wa Mungu. Tutaona kwenye sura ya 19 pale mlima ule utakapotoa moshi na moto, ina maana uwepo wa Mungu utakaposhuka pale. Sasa umeona sasa Mungu aliyekuwa pamoja na Musa, aliyekuwa pamoja na wao, anaamua kwenda pamoja na wao. Umeona, nimejifunza kitu kimoja. Mungu huyu alianza kwenda na Ibrahimu, akaenda na Isaka, akaenda na Yakobo, akaenda na Yusufu. Tayari sasa ameenda na Musa, na tayari sasa anaenda sasa na wale aliyewachagua kuwa ni wazaliwa wake wa kwanza, ambayo ni wana wa Israeli. Sasa anakwenda mbele yao. Ina maana nguzo ndio inayewaongoza. Nguzo ikisimama sehemu moja, ina maana wanaweka kambi hapo. Nguzo ikiinuka juu, wanaipata. Lakini sasa cha ajabu, nguzo inapita maporini. Nguzo inaelekea kwenye bahari ya Shamu. Njia ya kuelekea Kanaani ilikuwa upande mwingine, lakini nguzo inaelekea baharini. Kuna wakati mwingine neno la Mungu linapitisha sehemu ambayo hata wewe mwenyewe utarajii kupita, lakini kinachotakiwa utambue ya kuwa uwepo wa Mungu iko pamoja nawe.
Umeona, pamoja na nguzo ilielekea bahari ya Shamu, Musa alikuwa na uhakika ya kuwa ni yule yule Bwana aliyetenda makubwa kule Misri ndio yuko pamoja na wao. Ndio maana watu wa Mungu, usikubali kwenda pasipokuwa na Mungu. Usikubali kutenda chochote pasipo kulitia jina la Bwana. Usikubali kwenda mahala popote pasipo kwenda chini ya magoti na kumwambia Bwana, sasa mimi natoka hapa na kwenda Bwana, lakini Bwana twende pamoja nawe. Umeona, Bwana alijua akiwaacha wana wa Israeli wamekwisha. Sema Bwana, jinsi ulivyoenda pamoja na wana wa Israeli, uende pamoja nami na kunifikisha kwenye hatima yangu na hatua zangu. Hebu pata picha ya kuwa hiyo safari sasa inaanza. Safari ya kuelekea wapi? Safari ya kuelekea Kanaani. Mwaka gani sasa huo? Nilikuambia ya kuwa lazima usome Biblia ili upate kujua mahesabu hayo. Nasoma na kufanya. Ukitaka kujua ni mwaka gani wanatoka sasa, lazima uende kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza na sura ya 6 na mstari wa kwanza. Wafalme wa kwanza sura ya 6 na mstari wa kwanza, utaona ya kuwa wakati Suleimani anaanza kujenga hekalu la Bwana, ilikuwa ni miaka 480 tangu walipoanza safari hii, wanayeanza kwenye sura ya 13, 12, 13. Miaka 480. Sasa ukiishia miaka 480 huwezi ukaelewa. Lakini ilikuwa ni mwaka gani huo ambao ilikuwa ni miaka 400? Mwaka gani huo? Ulikuwa ni mwaka wa 966. Sasa ukitaka kujua walitoka Misri mwaka gani, unahitaji kujumuisha, maana miaka ilikuwa inashuka chini. BC na maana miaka ilikuwa inashuka ikitoka juu ikienda chini. Ilipofika kwenye sufuri pale, ndipo sasa ikaanza tena moja, ambao sasa hivi tunayo 2017. Sasa unajumuisha miaka 480 kwa mwaka 966. Hebu wajumuishaji utapata ngapi? Ndio maana Biblia imebeba na hesabu. Usipofanya na hesabu huwezi kuelewa maeneo mengine. Maeneo mengine kwenye Biblia lazima ufanye hesabu. Usipofanya mahesabu yako vizuri, ina maana umepigwa chenga. Hebu jumuisho niambie 966, mwaka wa 966 ukijumuisha 480 unapata 1000 na ngapi? Wana wa Israeli walitoka Misri mwaka 1446. Hiyo ndio mwaka wanayetoka sasa, na ni vizuri uiandike. Hata kama ungekuwa na pensili ungeandika pale kwenye hiyo sura ya kuwa wana wa Israeli wanatoka katika mwaka wa 1446. Lakini ukiweza kuandika maelezo ya kutosha pembeni pale ya kuwa ni miaka 480, unajumuisha mwaka wa 966, ambayo mwaka 480 unapata kwenye Wafalme wa kwanza na sura ya 6 mstari wa kwanza. Wakati anaanza kujenga hekalu Suleimani, ilikuwa ni imepita miaka 480, lakini kwa wakati huo ulikuwa ni mwaka wa 966. Ina maana ilikuwa ni mwaka wake wa 4 wa utawala. Ina maana Suleimani alianza kutawala mwaka gani? Suleimani alianza kutawala katika mwaka wa 960 na ngapi? 970. Bwana Yesu asifiwe. Maana miaka ilikuwa inafanya nini? Inapungua ama inashuka. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona sasa ya kuwa safari inaanzwa. Bila shaka kwenye maisha yako tangu ulipookoka, nawe ulianza safari ya kuelekea kwenye hatima yako. Na kama unavyojua, safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani inawakilisha safari ya mtu anayeokoka kuelekea kwenye hatima aliyoumbiwa na Mungu, lakini pia inawakilisha safari ya mtu aliyeokoka anayeelekea urithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana watu wa Mungu, usitarajie kuona maisha ya wokovu ikiwa ni lele mama ama ni nyepesi.
imejaa masononeko, imejaa purukushani. Maana kama unavyojua, wewe ndio unayetafutwa na shetani. Wale waliokuwa nje kule, wale ni wakwake, wala watafuti. Ndio maana wewe shetani anakufuatilia sana. Lakini nasema hivi, jipe moyo mkuu, maana aliyopo upande wetu ni mkuu. Sema aliyopo upande wangu, ni mkuu kuliko aliyopo upande wao. Lakini watu wa Mungu, mara nyingi ni vigumu sana kuelewa ukuu wa Mungu pasipo kutoka kwenye mateso yako. Nasema hivi watu wa Mungu, hatua ya kwanza inaanzisha hatua ya pili. Mpaka hapo ulipofikia, wewe umekaa chini unajifunza neno la Mungu. Hiyo ni hatua muhimu sana kwenye mtu ambayo yuko safarini. Anaelekea wapi? Anaelekea kwenye Kanaani yake. Wana wa Israeli utaona ya kuwa tukifika pale mlima Sinai, watakapofika mlima Sinai kwenye sura ya 19, watakaa pale mpaka tutafika kitabu cha Hesabu, ndipo watafanya nini? Watatoka sasa. Ina maana kwa kipindi chote ambao ni zaidi ya miaka 2 watakuwa wanafundishwa jinsi ya kuishi maisha yanayompendeza Mungu, jinsi ya kukaa vizuri mbele za Bwana. Ndio maana na sisi sasa hivi tunachokifanya hapa, sisi sio wa kwanza kuifanya. Wapo watu ambao walifundishwa neno la Mungu miaka zaidi ya 2. Walipoanza ule mwaka wa 3 ndio wakafanya nini? Ndio wakaanza safari yao. Nasema hivyo watu wa Mungu, unachokifanya sio bahati mbaya, bali unachokifanya ni njia sahihi ya kufikia hatima ya maisha yako. Lakini umeona sasa, wametoka safari wanaanza. Lakini kwa taarifa yako, tunapoenda kesho kwenye sura ya 14, utashangaa sana. Farao atapata taarifa ya kuwa hawajaondoka Misri, wanazunguka zunguka, wanaelekea. Yeye hakujua kwa wanaelekea baharini. Alijua miungu yetu imewanasa, wanazunguka. Hakujua kwa wanaelekea kwenye bahari. Alijua wanazunguka, wameshindwa kuondoka. Ndio maana akasema, tumefanya nini? Tumewachia Waebrania na kazi waliyekuwa wanatufanyia. Akasema tuwafate. Sasa hapo ndipo Bwana anakwenda kumaliza ukurasa wa Misri. Ataimaliza vizuri sana kwa yule aliyesema kwenye ile sura ya 5 ya kuwa Bwana ni nani mpaka mimi niruhusu watu wake waende wakamtumikie. Atamuona Bwana atakachomtenda pale. Amepoteza mtoto, amepoteza wazaliwa wa kwanza. Watu wa Mungu, kwa taifa kama Misri, wazaliwa wa kwanza walikuwa muhimu sana. Pata picha kuwa huyu aliyekufa kwake Farao ndiye aliyetakiwa kuja kuwa mrithi Farao. Na katika familia zingine zote, wazaliwa wa kwanza pale Misri walibeba nembo ya familia na ukoo. So kumbuka ya kuwa tayari Farao amepoteza kweli kweli. Nchi amepoteza, watu amepoteza, lakini sasa anakwenda kupoteza sasa wale mejemadari ambayo anawatumainia na kuamini katika vita vyake. Anakwenda kuwaona wakichukuliwa na maji, akawa amesimama na yule mwendesha gari yake hivi. Hapo ndipo sasa biashara yake inakwisha, alafu watu wanachanja mbuga, wanakwenda mbele. Nasema hivyo watu wa Mungu, story ya Kutoka ni nzuri sana, lakini inakugusaje? Inakuhusuje? Je, unajionaje katika habari za Kutoka? Huko wapi? Bado huko kwenye mapigo ama bado huko katika kutumika? Wapo wengine ambao bado wako katika kutumika. Sijui wewe bado uko kwenye kutumika ama umeshafikia hatua za mapigo ama umefikia hatua za kuanza kutembea. Bila shaka jipime wewe mwenyewe ujue ya kuwa bado huko unatumika ama uko kwenye hatua za mapigo sasa ili utoke, ama umeshaanza safari unaelekea bahari ya Shamu. Watatu, wewe uko wapi? Bado yuko tumboni, si ndio? Bila shaka leo ni siku yako ya kutoka. Amina. Yawezekana wewe bado uko kwenye utumwa, unatumika.
Ndio maana atakuwa upime kwenye nafasi yako ya kuwa wewe ni sehemu gani ambao wewe umekaa? Ni wapi sehemu yako? Bado yupo kwenye gereza. Tunataka leo utoe kwenye gereza kulala. Wanaweza asifiwe. Neno la Mungu linapopita alafu ona lala, kuna nini? Ina maana zile point muhimu labda uende usikilize tena. Zile point muhimu unakuwa unafanya nini? Unazikosa. Usikubali point muhimu zile zifanye nini? Sema ninakataa. Ninakataa kuwa utumwani. Kwa jina la Yesu. Wacha nikwambie mtu wa Mungu. Mbona wakati ambao sio mambo muhimu, kwa nini usinzii? Wanashangaa. Wanakulaza. Ndio maana watu wa Mungu, hebu kila mtu ajipime. Mimi nataka niombe, wewe uko kwenye hatua gani? Tumeona hatua za kuwepo Misri utumwani. Je, wewe uko kwenye hatua gani? Uko kwenye mapigo, wameshaanza kupata mapigo, unataka kutoka, ama umeshaanza safari unaelekea bahari ya Shamu, ama umeshavuka? Mimi tukaje ndo natoa, sababu sasa hivi Farao amekuwa mkatili sana mimi. Yaani ilikuwa ni vurugu sana. Mpaka muda mwingine nasema yaani hivyo hivi. Hii ni balaa. Mtu mwingine tena, wewe uko wapi? Selina, wewe uko wapi? Bado yupo kwenye mapigo. Wewe uko wapi Ida? Mimi nataka kutoka hiyo salamu, naona anakuwa msali ila ndio naelekea kutoka. Ndiye anaelekea kwenye pigo la kutoka. Wewe uko wapi? Justina. Yeye bado mauzauza lakini ameshatoka. Wewe uko kwenye hatua gani? Tumeona hizo hatua bila shaka. Hatua za utumwani Misri. Je, ukiambiwa kwa sasa uilete kwenye maisha yako je? Maana Biblia ina pande mbili. Upande wa neno kama neno na upande wa kuifiti kwenye maisha yako. Ndio maana unapofundisha mtu neno la Mungu, unaifitishaje kwenye maisha yake? Uko wapi? Wewe uko wapi? Ninaposogea mapigo yanaenda mbio. Amina. Yawezekana yuko kwenye mapigo, lakini hebu tusubiri. Wewe uko wapi ukijiona? Mimi nikijiona kutoka nimetoka. Kutoka umetoka, lakini nini? Nimetoka. Leni step niliyopo unaelekea baharini. Hapo bado sijabaini. Kutoka nimetoka. Kubaini bado sijabaini. Kuachilia kwamba niachane na huyu nimeshatoka, lakini sijabaini niko step gani. Yamkini safari ndio imeanza, unaelekea bahari ya Shamu, anaenda kutosa. Hope wewe uko kwenye hatua gani ukiona kwenye hii story ya kutoka ambao wana wa Israeli wamekuwa watumwa, hatimaye wakaanza sasa kuambiwa Farao hawaruhusu watoke, na hatimaye mapigo kwa Farao na watu wake, na hatimaye pigo la 10 ambayo ikamlazimisha wafukuze. Wanatoka, lakini sasa badala kuelekea njia ya fupi, Mungu anasema wasije kukutana na Wafilisti, na hao wakagairi wakarudi Misri. Tayari Farao anakwenda kusikia kwa wale watu wamenasa wanazunguka. Kumbe Mungu anawapeleka bahari ya Shamu ili kwanza ajitambulishe mbele ya Farao. Farao alitaka kumjua. Farao akasema Bwana ni nani? Bwana anakwenda kumuonyesha. Anaelekea bahari ya Shamu kwa jina la Yesu. Mwatatu wewe bado uko kwenye. Bila shaka yeye bado yuko kwenye utumwa. Mimi uko wapi? Mimi nina imani kabisa nilikuwa utumwani, lakini natoka. Japo Farao bado anang'ang'ana, lakini ni dhahiri lazima nifike kwenye hatima yangu. Kosa naona kuna watu wanapata udhihirisho, yani wanakubali kwamba wakati sasa umefika.
Mama Joshua, uko wapi wewe ukijipima? Of course, watu wa Mungu, usisome Biblia tu alafu uchukulie tu hivi hivi. Biblia inatakiwa ukisoma uilete kwenye maisha yako ya kawaida. Hiyo ni kitu ambacho imekuwa kipiga wengi sana chenga. Unatakiwa, maana safari ya wana wa Israeli ni sawa sana safari sisi wana wa Israeli lakini ulimwengu wa kiroho. So safari yetu ni kutoka kwenye utumwa wetu wa shetani na wakala wake alafu kwenda kwenye hatima yetu. Wana wa Israeli toka Misri wakienda Kanani. Wao umefikia wapi? Yaani mimi kwanza, yaani mimi sasa hivi kwanza ni jasiri. Alafu yani siogopi. Yaani mtu anaitwa si kigwengo sijui nini. Yaani mimi namtaka hata ugali nile naye. Kwa sababu Mungu hodari yani. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka kila mtu unajua uko katika hatua gani. Lakini mimi nataka niombe. Nasema hivyo watu wa Mungu. Jipe moyo mkuu, maana kuwepo hapa siku ya leo ina sababu yake. Lakini nachosema ni nini? Na wewe usiungane na Farao na majeshi yake. Umejua wana wa Israeli kwa nini mapigo matatu ya kwanza yaliwagusa? Maana walimkataa Musa, wakimwambia Musa ya kuwa wewe umetia upanga kwenye mikono ya Wamisri ili watuangamize. Lakini kumbuka, Farao aliwachezea akili, maana Farao aliwakilisha shetani ambayo yeye ni baba wa uongo. Ndio maana nasema hivyo watu wa Mungu. Mengine ni mauzauza unayoyaona. Mauzauza ni uongo wa shetani. Kuna wakati shetani anakuambia bwana, hata upendezi bwana, ona jinsi ulivyokuwa mbaya, umeona? Shetani anakucheka. Jamani, unaanza kujisema, sema mwenyewe. Mawazo yanayokujia yote ni utumwa. Kataa mawazo hayo kwa kutaja neno la Mungu. Na mimi nasema ukikataa, hata mimi mawazo huwa yanakuja, lakini nakataa kwa kutaja neno la Mungu. Akaniambia hofu umebadilika. Umekuwa mzuri. Sina kuonaje, ni wiki iliyopita. Nikamwambia kuna mchungaji ndo amenibadilisha. Sio Yesu mchungaji. Nimwambia ni Yesu, lakini kuna mchungaji ambaye anamtumikia Mungu kweli. Nikaanza yeye sasa kumpa neno. Alibaki anashangaa. Mchungaji aliyekuwa anaomba anapewa neno. Akaniambia nataka nimuone huyo mchungaji. Nilimwelekeza nadhani alikuja. Kwa naambia wenzangu, hata mkikutana na wachungaji wa nyuma walikuwa wanaongea, wakiwaambia mmebadilika, mnawaambia tumebadilika kwa sababu ya mchungaji ambaye anamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka yawezekana wewe usione kama Mungu ameshaanza kupigisha kwa. Lakini nasema hivi, kwani watu wakushangai? Watu wakushangai wewe? Mimi kweli nilipofika hapa, nikiangalia nyuso za watu wote nilikuwa pamoja na mchungaji. Kweli niliona kabisa hapa Bwana yupo. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa hapo, Bwana yupo. Hebu ni wamebadilikaje? Wamebadilika kwenye niliona nyuso zao zinaleta ushuhuda. Amina. Wanakuwa yani wamenawiri, ni kama wana pesa nyingi, alafu wamewanda, yani kwa kweli, pamoja na kwamba kweli kuna magumu, lakini kuna kupigana, lakini unaona hawa watu kweli wanapiganiwa. Tupigie tena Bwana makofi makubwa. Kama Bwana anatupigania. Ni kweli Bwana anatupigania, maana yeye ni mpiganaji wetu. Lakini nasema hivi, umshukuru Bwana kwa kila jambo, pamoja na bado ndio uko njiani, umeshatoka kwa Farao, lakini tayari umetoka. Mimi nimeshatoka, mimi hata bahari nimeshavuka. Mimi hata bahari nimevuka. Hata mimi sasa hivi watu wananiambia nijipendeze. Yaani umekuwa mweupe kabisa, umeminika. Umekuwa mweupe, zile weusi wote vinatoka. Namshukuru Mungu. Na wacha nikwambie, kama ukikaa miezi miwili
bila shaka wewe utakuwa ni ushuhuda wa. Mimi sihitaji kuambia mtu ya kuwa Mungu ninaye Mungu wa kweli. Anahitaji aliyekuwa ananijua tu akiona, bila shaka anajua ni kweli huyo Mungu ni Mungu atendaye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kila siku je, hatusimamie neno la Mungu? Tunasimamia neno la Mungu na kuinua kila wakati. Ndio maana nasema hivi Belika. Najua wewe ndio unayepingwa. Farao anapoinuka ni wewe, lakini mimi hata usiponiambia mchungaji nimetoka tayari, kweli uso wako unanyoka, uso wako unarudi, yani angalau hatua za awali umepita. Na mimi nasema hivi, wewe ni mtu unayependa neno la Mungu, hatimaye sasa hivi unakuwa na neno la Mungu. Mimi ndio nifurahisha naye kuwa naomba, alafu mtu naye kaanza kuomba kama unapoomba. Hii kuonyesha kuwa ni sawa. Hiyo ni sawa, maana anayeigwa ni mtu anayekuwa na kitu. Nimo nasema hivyo watu wa Mungu. Hatua ya kwanza tumepita. Pamoja na hivyo tunaendelea. Kumbuka ya kuwa hatua za mwanzoni. Epafra, kama huwezi kusema kuwa Mungu amekupigisha hatua paka hapo, hata mimi mwenyewe nitashangaa. Hapo ulipo tu mimi nikikuona naona utukufu wa Mungu. Yaani mimi nikikuona naona utukufu, maana najua hebu nani ambao naona hiyo katika wakati mgumu hapa gwalie kuona wajua wote. Pamoja na hivyo si eti wana fedha nyingi, si eti wana fedha, wana neno, na neno ni kila kitu. Kisa nikiangalia kwa kweli, yani napata ushuhuda yani kutoka moyoni mwangu kwamba yani hawa watu kweli wana Mungu. Lakini unajua ni nini? Nilipokaa nikawa nasikiliza neno, sema bila shaka ni neno ndio limewafanya. Haleluya. Haleluya kubwa, kwa sababu neno la Mungu ndio inayeleta yote. Na kumbuka, mtu anenepi kwa sababu anakula vizuri. Wapo watu wanakula vizuri sana lakini wembamba kama nini. Lakini wapo watu ambao hawali hata kula lakini wanaridhika. Amina. Ni neno la Mungu ndio chakula cha kiroho, ndio inayofanya nini? Inawashibisha. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye neno? Mimi nataka niombe. Neno sitalizungumza sana, lakini huku kuja kwangu hapa siji bure. Yaani kuna jambo ambalo Mungu amelitenda la Farao. Yaani Farao kazama baharini sasa. Yaani Farao mwenyewe kazama baharini. Basi sijui nimshukuru, nisemeje. Vita ni ya Bwana, Bwana atanipigania na nyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walikuwa na vita Bwana. Mimi nilipoingia hapa ilikuwa ni kati ya mauti na uzima. Mauti na usione nimesimama hivi. Ilikuwa ni kati ya mauti na uzima. Nilikuwa natarajia kufa muda wote. Lakini watu wa Mungu, kama kuna kitu ambacho moyo wangu unafurahia ni kuwa na Mungu. Naamini kabisa kuwa na Mungu wa kweli. Na ukuu wa Mungu haionekani kwenye bla bla. Ukuu wa Mungu unaonekana kwenye wakati mgumu. Umejua ukitaka kujua na Mungu, kuna mahali kama Milka ile ajali, hapo ndio utajua na Mungu. Hapo ndio utajua na Mungu, maana hii ajali ambayo ilikuwa ni mbaya, lakini wao niliposema kwa jina la Yesu, moja kwa moja kilichotokea ni nini? Gari kazunguka, alafu ikagota. Hapo ndio utajua na Mungu. Lakini je, ungejuaje kama maombi uliyoomba ukitoka hapa imefanya kazi? Kabisa, nilijua kabisa ni Mungu, na maombi yale yamefanya kazi ya ajabu sana, kwa sababu nilipoliitia tu jina la Yesu. Yes. Yaani nikaanza kunena kwa lugha saa hiyo hiyo. Gari ilizunguka. Kwenye gari hakuna aliye hamaki wala dereva kwa hamaki. Gari yani ilikuwa ipinduke, na ingepindukia kwenye lami, yani ilikuwa ni hapo. Alafu imagine mimi ndo nilikuwa yani pale nilipogonga fuso kwenye kiti changu. Kuangalia hivi, yani hata watu waliokuwa wanakuja kushuhudia wanasema
hivi hapa kapona mtu kweli, lakini mimi ndo nilikaa hapo hapo. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Ukitaka kuona Bwana uweze kujua unashusha na ile glasi kubwa ya juisi, huwezi kujua. Unakula ugali ule wa dona pamoja na samaki mwenye macho mawili, huwezi kujua kama una Mungu. Utajua na Mungu pale ambapo imetokea umepika holo ujana kitu mchana, alafu na usiku unaona giza tunasema naenda itaenda kuwa 2 bila, imekuwa 1 bila mchana, usiku utakuwa 2 bila. Hapo ndio nakuta mtu anakuja na bishauri hapa, nimekuja bwana, ile hela yako miaka 5 inapita bwana, nimekuletea. Unasema hapa ni Bwana tu. Huwezi kumuona Bwana kwenye mambo mepesi. Ndio maana anasema hivi, Mungu alijitwaulia utukufu kwenye mambo gani? Sio kwenye mapigo ya vyura, sio kwenye mapigo ya chawa. Kwenye pigo moja na miujiza, pigo moja kuu ilikuwa ni wazaliwa wa kwanza na ile miujiza ya bahari kugawanyika. Nasema hivi, siku chache zijazo utaona kitu Mungu atafanya kwenye maisha yako. Mungu ananiambia kuwa kama ni mtihani mmepita, kama ni kiwango mmetimiza kiwango. Lakini hivyo viwango mlivyotimiza mnakwenda, je, hamtakuwa Yeshuruni aliyeshiba na kuanda na kupiga kapu teke? Hamtakuwa wana wa Israeli ambayo walimsahau Mungu tu dakika chache tu, wanavuka bahari ya Shamu wakaimbaimba wakiongozwa na nabii mwanamke Miriam, hatimaye wanatembea siku 3, wanapata nini? Wanakumbana na adha ya maji machungu, wanaanza kumsomea Musa. Mimi inapofikia wakati mgumu, huwa natamka yale makubwa Mungu aliyetenda kwenye maisha yangu. Kila kitu Mungu huwa anaifanya inakuwa na wepesi. Ndio maana nasema hivi, najua kabisa ya kuwa ramani Mungu anayetupeleka, lakini nasema hivi, kila mtu, lakini shetani ni baba wa uongo, atakudanganya ya kuwa bado hujapona. Kuna mtu mmoja jina nimelihifadhi, alishapona. Anaambia mchungaji, mimi kila ninapotembea Bwana nasikia harufu mbaya, na Bwana mawazo ananiambia kuwa mimi ndio nanuka. Nikamwambia, mbona umekaa pembeni mwangu, mbona unuki? Nikamwambia shetani ni baba wa uongo, asipodanganya nasema ya kuwa watu wa Mungu, shetani asipotumia uongo aweze kushinda. Ili Yesu auawe, ujue kama watu walifanya uongo. Walipompeleka kwa gavana ambaye alitakiwa kupitisha kifo, hakimu mkuu, wakamwambia tulimkuta huyo akikataza watu kulipa kodi kwa, lakini ile ilikuwa ni kitu ambacho ni wazi, alitamka moja kwa moja kwa Kaisari apewe yaliyo kwake na Mungu aliyo kwake. So nasema hivi, shetani huwa anasema kabisa mambo mengi. Mimi shetani akisema, mimi namcheka ujinga. Kila kitu ambacho atasema kwenye maisha yangu, mimi namcheka ujinga. Mimi nimewahi kuendesha semina hapa. Unaendesha semina, watu wamekaa hapa mpaka kule. Siku ya kwanza kwenye kapu nilipata hela jafika hata 3,000. Siku ya pili sijui nikapata 1,100 ngapi. Siku ya mwisho ndio nilipata angalau hela kidogo. Lakini nimeendesha semina ambayo watu wamejaa na nimefanya maombi kweli. Ila ananicheka, ananiambia, bwana wewe unafundisha watu watumbukize hivyo vishilingi.
hivyo vimia wametukukizaje? Nikamwambia kuwa unaniona hivi, kula kwangu, kuvaa kwangu, kuishi kwangu mimi sijui, ni Mungu. Nikamwambia mimi unaponiona nafanya kazi ofisi ya mbinguni, mshahara wangu Mungu ananipa anapopenda, na sijakosa hata siku ngapi. Na kweli ilitokea jambo la ajabu sana. Nimetaka kuendesha semina, hamna kitu. Mtu mmoja akanipigia simu kutoka mbali kweli. Akaniambia bwana, mimi nimestaafu, nasubiria hela yangu, lakini kuna hela ndogo hapa nimelipwa. Mchungaji, siwezi nikakusahau, nitume hiyo fungu la 10 kwenye namba gani? Machozi yalinitoka nikisema kweli, mimi nafanya kazi kwenye ofisi ya mbinguni. Pigia Bwana makofi makubwa. Nasema hivi, aliyekuumba anajua maisha yako. Hata kama unatembea kwenye giza, jicho lake inazunguka duniani mwote apate kukutazama. Ndiyo maana mimi nasema hivi, sitaogopa, maana yeye yu pamoja nami. Na mimi nasema hivi, hapa aliponifikisha, naamini kabisa ni mwanzo wa hatua anapotaka kunipeleka. Na mimi nasema hivi, siwezi kwenda mwenyewe, nitakwenda na wale ambayo Bwana alinipa. Na lazima dunia, lazima kila mtu asome Biblia, kila mtu ajue injili ya kweli, kila mtu afunguliwe. Maana ipo vifungo vinavyotesa maisha ya watu. Vifungo havipagawishi mtu. Unamwambia mtu amekaza tu macho, mwingine anafanya katika jina la Yesu anapong'onga. Vifungo. Na mimi nasema hivi, ni wapi ambayo tumewahi kwenda na kuomba Mungu asionekane? Hata sehemu iliyoshindikana tulipokwenda, Bwana alionekana. Maana tumetambua kuwa sio sisi tunayetenda, bali Bwana anatenda kwa wakati wake. Na tunajua kabisa kuwa tunaye Bwana, hatumuachi mahali, tunakwenda naye kila sehemu. Ndio maana nasema hivyo kwa Mungu. Hii ni mwaka wa 2017. Nilikwambia namba 7 ni namba ya kimungu. Nilisema mwaka huu itakuwa mwaka mgumu, lakini kwa watakatifu wa Bwana itakuwa ni mwaka wa kushuka tu. Utashuka kwa uwezo wako, utashuka kwa uwezo wa Bwana, ili jina la Bwana lipate kufanya nini? Kutukuzwa. Nani mwenye swali kabla sijapata kuomba? Nani mwenye swali kabla sijaomba kuhusu sura ya 13? Na bila shaka nitaomba na pia hii haki ya mzaliwa wa kwanza. Yawezekana baba yako alikuwa ni mzaliwa wa kwanza, ndio shida naye kusema. Yawezekana babu yako, yawezekana babu wa baba yako, yawezekana wewe, yawezekana mtoto wako wa kwanza, yawezekana hapo ndipo mlango. Maana ulishafundishwa mengi, hata waganga hapo ndipo wanapopenyea. Lakini nasema hivi watu wa Mungu, yawezekana ipo agano, ipo kuapishwa. Waliapishwa ndugu zako kwa njia fulani, alafu amkutenda. Baba yako, mama yako hawakutenda, babu yako hawakutenda. Umeona ya kuwa alivyoapisha wana wa Israeli, tumeona Musa anabeba mifupa ya Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana kuna kitu ambacho ilitakiwa itekelezwe kwenye ukoo wako. Nataka leo tuondoe mabaya yaliyekaa katika jambo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali? Mimi nilikuwa nauliza, jifunze nini hapo, kwa sababu tunaona hii nguzo ya moto na hii nguzo nyingine, yaani baada walikuwa wanatenda dhambi sana mpaka Mungu atakuangamiza, lakini hizo nguzo bado zilikuwa zinakuwepo, haziondoki. Nguzo isingeondoka kwa sababu wale watu wote walikuwa ni watu ambayo hata mmoja akutoka Kanani. Waliyetoka Kanani walishakufa miaka mingapi? Miaka zaidi ya 200, 300 huko. So kumbuka, hiki kilikuwa ni kizazi cha 4. Mungu anamwambia Ibrahimu kwenye ile Mwanzo sura ya 15 ya kuwa na uzao wako, kizazi cha 4, wao ndio watakayerudi kurithi hii nchi ambayo ninakupa wewe na uzao wako. Sura ya 15 ile kitabu cha Mwanzo.
Lakini pata picha ya kuwa ni nani aliyekuwa anajua Kanaani pale? Hakuna hata mmoja. So bila shaka Mungu alimwahidi Musa nini? Alimwambia Musa kuwa bila shaka mimi nitakuwa pamoja na wewe. Kumbuka ya kuwa Mungu alikuwepo pale Misri. Alitoka na Musa wapi? Ndio maana Musa alipokuwa anatoka tu pale kwa Farao, akitoka nje tu pale, Mungu anamwambia sasa, nenda ukainue fimbo yako juu. Ama chukua fimbo yako, nenda upige nayo maji. Mungu alikuwepo. Lakini sasa Mungu alikuwa anajidhihirisha kwa Musa peke yake. Kwa sababu watu wale waliteswa sana, Mungu aliamua awape ishara kwenye ulimwengu wa kawaida ili wapate faraja na kujua ya kuwa ni kweli tunaye. Hebu pata picha ya usiku. Nguzo ya moto ina maana ilikuwa inawaongoza walikuwa na safari mchana na usiku. Nguzo ikisimama wanaweka kambi hapo. Lakini hiyo moto je? Yaani chochote kilikuwa kinakimbia. Nasema hivyo watu wa Mungu. Na kumbuka ile wingu kazi yake kubwa ilikuwa nini? Ni kuwaongoza, lakini pia jua, maana kule si ilikuwa ni jangwani. So wanaposafiri mchana wala hakuna jua iliyefanya nini? Iliyowapiga. Na ile nguzo usiku baridi haikuwepo kwao. Ndio maana nasema hivyo watu wa Mungu. Sasa hivi hii ndio nguzo ya wingu na nguzo ya moto ambayo unaye mchana na je, inakuongoza? Unaifuata? Nguzo ilikuwa ikienda kushoto watu wanakwenda. Nguzo inaenda kwenye maji, imegota pale na wamefika. Wanasema Musa, una uhakika? Walipotazama nyuma wakaona Farao na majeshi yake wanakuja. Wakamwambia kuwa, wakainua mawe, tunakupiga kwa mawe, maana laiti ungetuacha tufie kule kule. Tulikuambia utuache tuwatumikie wa Misri. Musa akaanza kulia. Mungu akamwambia, unalilia nini? Usilie. Una nini? Musa alisahau kama Mungu alimpa fimbo. Mungu akamwambia, nyosha fimbo. Kumbuka ya kuwa fimbo ilipopiga mto Naili, vyura vilitoka. Fimbo ilipopiga mto Naili, maji yaligeuka na kuwa damu. Fimbo ilipopiga mavumbi yaligeuka na kuwa chawa. Fimbo inanyoshwa na bila shaka bahari inagawanyika ama inatindika, na kinachofuata ni nini? Nguzo ambayo ilikuwa ni uwepo wa Mungu kimwili inatoka mbele, inakwenda nyuma, alafu inawawekea ulinzi. Sehemu ambayo nguzo ilikuwa nyuma ni pale walipokuwa navika bahari ya Shamu, maana adui alikuwa nyuma na wapatilia. So ikawa sasa ile nguzo inafunika njia, na ilikuwa inaelekea usiku, ikawa sasa ni nguzo ya moto. Bwana alipochungulia pale majira ya alfajiri, akachungulia kwenye nguzo ya moto, akaona Farao amebaki nyuma kule nje, lakini majeshi yake wameshazama ndani ya nini? Ndani ya pale kwenye bahari. Tayari nguzo inatoka inakwenda mbele kule. Wanaona Waisraeli sasa ili wafikie, ili Waisraeli walikuwa wakimbii, wamebeba vitu, wanatembea taratibu tu wakiimba, tayari kuwafikia kama nguvu. Yaani magari yanatembea, lakini mara magurudumu yanatoka, wakawa wanasema Bwana wa Ibrania anawapigania, maana hebu tuondoke. Muondoke wapi? Farao yuko kula na waangalia, mna nani anayetaka kunikiuka? Tayari wanapovuka wana wa Israeli, Bwana anamwambia Musa, mnyosha mfimbo. Farao akamjua Bwana ni nani. Hebu pata picha kwa na wale makomando na majeshi bora wote. Farao anaanzia wapi? Hatujaambiwa kilichoendelea. Kiawezekana Farao hakuishi muda mrefu, maana njaa mtindo mmoja. Unaanzia wapi? Nasema hivi, siku chache wewe utacheka. Mimi mbona wanakuja kwangu? They are coming, they do come. Wanakuja na kuniuliza, hebu tuonyeshe
Hebu tuonyeshe. Lakini sasa njia ninayowaonyesha hii kwao ni sumu. Eti mwambie mtu ambaye ameokoka miaka 30 ya kuwa juu Biblia. Hebu nilipokuwa namwambia Milka hapa ya kuwa juu Biblia za sufuri. Milka na Mungu wa kweli ndio maana umekubali. Wengine wakubali. Umwambia kwa juu Biblia. Hebu anze eti Mwanzo, Kutoka, mambo ya Walawi mpaka Ufunuo. Anakuangalia sema haondoka zake. Lakini nasema hivi, Bwana anahitaji wale ambao wako tayari kujinyenyekesha, kushuka chini. Ndio maana ajishushaye Bwana atamkweza. Wewe unayejitutumua na kujikweza, kiroho lishashushwa zamani. Ndio maana kwenye ulimwengu wa kiroho haupo, huko kwenye ulimwengu wa kwanza yani nilikuwa nimeshapoteza network. Kumbuka Bite mawimbi ilikata. Ndo alikuwa yani anang'ang'ania anakwenda kule, anakuja amejeruhiwa. Siku hiyo alirudi uso wote umechubuka kama nilivyokuja naye hapa. Sasa nilivyokuja hapa mimi nilielekezwa, sikumbuki ndoto zangu nilikuwa nikiota na sahau, lakini nilisikia taarifa za Pastor George, nikajikuta na huyu wakuja huku. Nilivyokuwa nimekuja hapa nikaanza kuambiwa kwamba yani naletewa picha ya makanisa yote niliyopita, kwamba kule nilitoka kulikuwa hivi, kulikuwa wamefika hivi. Sasa tena unaenda kukaa tena hivi uanze kujifunza neno. Lakini nikamwambia shetani kwamba mimi hamu yangu na nia yangu ilikuwa yani kile nilichokisikia kwa siku ya leo hapa. Kwa hiyo sitaangalia nilikotoka, ukubwa wa makanisa, wingi wa watu, fahari zilizoko kule. Mimi nataka neno. Nikamwambia shetani hivyo, lakini nilikuwa nakumbushwa matikiti wanyambara akikusimamia. Nikamwambia mimi hayo matikiti hayakunisaidia kitu, na hatimaye naweza nikamkosa Mungu hivi. Yani siku zote nilikuwa namwambia Mungu, yani nimeshapoteza mwelekeo, naenda na papasi. Kwa hiyo yani nikawa nafikiri yani hiki nilichokikuta kujifunza hivi neno yani ni kama majibu ya yani hebu tumshukuru Mungu kwa makofi. Nasema hivi, mimi nakuambia kwa kama ungejua hatua uliyefikia, ungetembea kwa magoti ukiinua mkono juu ukisema Yesu ni Bwana. Mimi ninajua tumefikia wapi. Mimi najua wapi tunaelekea. Mimi nimeshaonyeshwa, ndio maana naona uso wangu umejaa tabasamu. Mimi najua tunakoelekea. Hatuelekei hapa. Tunaelekea mbali sana. Na kila mtu watakuja kutufuata. Maana tunao kitu na hicho kitu sinalipa. Ndio maana nasema watu wa Mungu, wanayesali agizo kuu hawana stress ya michango, si ndio? Lakini neno la Mungu pia linafundishwa kweli. Hapa neno la Mungu linasimama kuliko kila kitu. Na wewe Mungu atakapokuinua na kukupa huduma siku chache zijazo, simama katika ukweli. Nani mwingine mwenye swali? kazi mapema. Nikamwambia hapana, mimi nimestaafu. Yaani kila mtu aamini. Umestaafu? Nikasema gani? 2012. Anasema hapana, wewe unasema ndani. Alafu na siku nilipata mteja, na siku nilikuja mteja mmoja kwa baba mmoja alikuwa alichukua wafanya mwingine anakuwa anatoa mwa pale transport national institute transport. Analisha watu wanafunzi. Sasa kuchukua ile mkopo kwa wale watu ambao wanafanyia kazi, kuna wengine ambao watakuwa kulipa hela hawajalipa, ambazo wameshaanzisha mkopo. Wakamwandikia barua, anampa siku 7, analipa kama nyumba yake, anauza. Sasa akaja pale, alikuwa mchangamkiwa kweli. Basi sababu sababu tunaweza madini na kuanza kujifunza mwenyewe. Sisi sasa
kisa katika moyo wangu nasikia tu kwamba tuombeze ile baraka ambayo ndio tuombe. Nikatumia neno la mwanzo nuru na nikaambia nenda na kile na wakamata nuru wewe ndani yao upate kibali mbele za Bwana. Nyumba yake hajauza na watu wameshamlipa. Alikuja sema na shughuli nyumba sijauza na madeni yale yameshalipa. Hebu tupigie Bwana makofi. Hebu pata picha kwa mtu yuko ofisini alafu anasema tuombe. Hebu pata picha, anakuhudumia alafu anasema tuombe. Si pazuri hapo watu wa Mungu. Ndio maana ukilitia jina la Bwana lazima uokolewe. Jina la Bwana iwe sehemu ya maisha yako. Mimi nasema hapo utakula na kushiba na kusaza, lakini usikusahau mimi hakuna kitu kinachonitenganisha na upendo wa Kristo. Lakini nataka kila mtu amjue Kristo na atoke kwenye utumwa wake, ili wote tuongee lugha moja. Lugha gani? Tuongee injili ya kweli. Maana sisi tuliyejua, mimi nasema hivi, mimi kuna kipindi ni watu walikuwa wananiona hapa kama mimi nimekuwa wajabu. Nilipokuwa naambia watu kwa watu wa Mungu usiombe maombi ya kupiga wachawi, kuua wachawi. Watu walikuwa wananiambia wangena napigana simu, achana huyo bwana kaishiwa bwana. Hebu kwanza wafieke. Akiwafieka kesha anakuja hapa hawezi kukanyaga chini vizuri. Sasa kwa sasa usipona. Wewe umefieka imekuaje? Kidogo kidogo watu wakaanza kumuelewa Bwana ndani yangu. Na sasa hivi watu wanalala napata usingizi. Kuna watu ambao usiku walikuwa Januari mpaka Januari wao wanashindana, lakini ukiwaona wanatembea kama magari yaliyekata wamekata center board. Januari mpaka Januari unafunga. Hata wewe alikwambia ufunge hivyo, afungi hivyo. Analala kweli kweli. Nionyeshe kwenye Biblia ambao watu walikesha. Nionyeshe kwenye Biblia sehemu watu walikesha. Nionyeshe kwenye Biblia watu walipokesha. Nionyeshe kwenye sehemu ambao wanafunzi wa Yesu walikesha. Yesu aliwauliza wakina Petro, wale watatu ambao walichagua kwenda nao mbele wakati ule usiku anataka kukamatwa. Aliwauliza, amkuweza kukesha nami hata lisali? Akasema, kesheni mkifanya nini? Kukesha ni kudumu katika maombi. Unaponena padogo umekaa kwenye gari. Mimi mjua mchana naomba sana. Usiku naomba nini wakati mchana kutwa ninafanya kazi ya kuomba? Kukesha ni mteule kuwa macho, maana hujui Yesu atakuja lini. Lakini kukesha kwenye kuomba sio usiku wa manane katika jina la Yesu, katika jina la Yesu mpaka asubuhi. Huo ni mwili. Huo ni mwili. Sasa nyingine unawasingizia watu wamekuloga, lakini umechoka tu, jalala mwezi mzima mtoto wa mtu. Kalale. Kalale uone kama una afya. Alafu anakuambia wale ndio wanakumaliza. Hata namaliza wewe si una nguvu, unamalizaje? Nasema hivyo watu wa Mungu. Jiepushe na chachu ya Mafarisayo. Chachu ya Mafarisayo imeshindwa miaka nenda rudi kufikisha watu mahali. Ndio maana agizo kuu watu wote wanatakiwa waishi maisha kumtukuza Bwana. Ndio maana sio mimi tu niishi maisha ya kumtukuza Bwana, na kila mtu. Sio mimi tu nilale usiku wengine wasilale, wote walale vizuri. Swali la mwisho ili niombe. Ukurasa wa 4 ama sura ngapi? Mwezi wa Abibu. Yaani mwezi wa Abibu, sijaelewa hii mwezi wa Abibu ni mwezi gani? Mwezi wa Abibu ulikuwa ndio mwezi wa kwanza kwa wana wa Israeli. Lakini ilikuwa ni kati ya mwezi wa 3 na 4. Ndio maana Waebrania wana kalenda mbili. Wana kalenda hii ya kawaida ambayo dunia yote inatumia, ambao mwaka unaanza Januari mpaka Disemba. Lakini wana kalenda yao ya kimungu ambayo ina Januari yao ama mwezi wa kwanza wao inaanzia mwezi wa
4 ndio inaitwa Abib. Ndio maana wao mwezi wao wa 7 inakuwa mwezi wetu wa 10. Ile siku ya upatanisho ambao ni mwezi wa 7, siku ya 10 kwao kalenda ya kimungu, kwetu sisi ni mwezi wa 10 na siku ya 10. Bwana Yesu asifiwe. So mwezi wa Abib ilikuwa ni mwezi wa kwanza kwao, lakini ndio mwezi wa 4 kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno Habib ni neno la Kiebrania ambayo ni ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine mwenye swali? Yaani tatizo wangu. Tatizo sio la kwako, kishakuwa ya kwako haiwezi kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ametekwa kwa maneno ya kinywa chake. Unapoenda kanisani ukishasema tatizo la kwangu, mchungaji asipokuwa na maarifa na kuitengua, ina maana tayari haiwezi kutoka, kwa sababu je, mkono ni wa nani huo? Huo wa nani? Je, inaweza kujitenga na wewe? So kama tatizo la kwako linajitenga na wewe, so endelea, nitatengua tu mwenyewe. Yaani saa nyingine nataka nikasome. Sasa najipa muda nitasoma baadaye. Ikifika hiyo baadaye nitasoma kesho. Hata muda mwingine nikikaa nikisoma, nikitoka nje baadaye nikirudi kuta vile vitu nimevisahau, lakini naanza tena kuvisoma. Umefika sehemu sahihi. Watu wa Mungu, kwa sababu ni mtoto mdogo, hebu nimwekee tu mkono, halafu Bwana akaa tu chini, uwe na amani. Baba, natukuza jina lako, maana wewe ni mwema na ni mtakatifu. Na asante kwa ajili ya mtoto huyu, maana amefika Baba na kukaa katika ibada yako takatifu. Mungu mweza wa yote, roho zote zilizotumwa ndani yake, zilizomshikilia Baba katika utumwa ya kutosoma, maana anatakiwa mwanafunzi afanye mazoezi kwa kusoma, hapo ndipo Baba wa rehema vitamkaa vyote alivyofundishwa. Ninaondoa roho ya kuzaa makosa, ninaondoa roho Baba ya kuzuia njia yako. Kuanzia leo na kurudisha katika asili yako. Napanda neno la Mungu ndani yako, iwe ni kiu ya wewe kusoma na kuwa kichwa na sio mkia. Katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Hiyo imekuwa kwa jina la Yesu, maana ukiwa mwazi na ukatoa mbele za Bwana, Bwana anaweka sawa. Wacha nikwambie, kama mtoto wako afanye vizuri, mpeleke aombewe. Mimi naombea watu wengi sana, lakini hata mimi nasoma nafanya vizuri. Hata mimi nafanya nini? Nasoma nafanya vizuri. Ili ufanye vizuri lazima ukae katika neno la Mungu. Chanzo cha maarifa ni nini? Chanzo cha maarifa ni nini? Chanzo cha maarifa ni kumjua Bwana, ni chanzo cha maarifa. Utafanya vizuri. Amina. Neno la mwisho niombe. Kuna kitu kipendi kwenye maisha yako, Sasa nikatoa mzili. Unapata nasema utaijezia na kuta sio ile ambayo inatakiwa. Hiyo ni kifungo, kwa sababu usipotoa fungu la 10. Hebu acha nikwambie maana ya fungu la 10. Maana ya fungu la 10 ni moja ya 10. Yote 9 Mungu amekuachia, anataka sehemu moja tu. Lakini zipo faida ya fungu la 10. Umejua watu wengi wanatoa fungu la 10 pasipo kujua kazi ya fungu la 10 ni nini. Kazi ya fungu la 10, jambo la kwanza imeandikwaje? Nijaribuni muone kama sitawafungulia madirisha. Kwa mtu anayefanya biashara ili wateja waje, ina maana fungu la 10 ndio inayeleta wateja. Lakini ili ubarikiwe, mipaka yako ipanuke, lazima fungu la 10. Hiyo ni moja pia katika haki. Na kuondolewa kwa adui ya lai, kupoteza, kupata na kupoteza, kupata fedha na kutoona unachokifanya, na ulinzi wako na familia yako. So zipo ahadi kama 4 kuu katika fungu la 10. Watu wa Mungu, nasema hivi,
Kama kuna sehemu ambayo shetani bado anakamata watu ni katika fungu la 10. Kuna mtu mwingine atoa fungu la 10 akipata shilingi 10,000. Fungu la 10 buku. Akipata milioni 10. Anahesabu kwanza 100,000, 200,000, 900,000, milioni. Anachomoa, anatoa 50,000 anaweka kwenye bahasha. Ndio maana inawezekana wewe unatoa 50,000 ama laki ama 500,000, lakini itakuwa tu fungu la 10 milioni 10. Inawezekana mtu katoa fungu la 10 shilingi 100. Kapata 1,000 akatoa shilingi 100 na akabarikiwa kuliko wewe. Baraka inawezekana huyu bwana akachelewa kwenye kufikia hatima yake, lakini akawa na afya. Watu wengi wajui kama kuwa mzima na kula ugali wa mrenda tu na kusikia hamu, kusikia yani ladha ya chakula hiyo tu ni baraka. Kukaa pasipo kupotezewa na mtu mwaka mzima ni baraka. Kuona tu usiku huu na kuona kesho asubuhi ni baraka. Kukaa na kujifunza neno la Mungu ni baraka. Ni watu wangapi ambao hawezi kukaa chini hivi? Wanalazwa. Ni watu wangapi ambao wana nauli wameshindwa kwenda nauli kuja kanisani? Si wengi. Lakini wewe mbona Mungu amekupa nauli ufike kanisani? Hiyo ni baraka. Ni maana nasema hivi. Wewe tengeneza na Bwana. Mchungaji usivute nilete kwako hapa. Peleka sehemu yoyote naye moyo wako naye kutuma. Hiyo ni jari. Napenda nini natoa. Na nikiwa natazama kutoa leo nabarikiwa. Lakini kuna sielewi inakuwaje. Na nyingine inakuwa nasema nitajazia. Na ninaposema nitajazia inakuwa sipati. Mimi nitaomba hapa ninapoambia watu, lakini wala katika hilo nihitaji kuomba. Mimi nitaomba msamaha kwa ajili yako, lakini hiyo nahitaji kutekeleza tu, si ndio? Mungu anakusamehe yaliyepita yote. Lakini anza. Nimepewa mamlaka ya kufungua na kufunga. So nimekufungua katika vifungo, nisiseme ya kuwa anza kupiga hesabu kuanzia mwezi wa kwanza bwana. Mpaka mwezi wa 5 usifanye mchezo. Umeona? Lakini nakufungua kuanzia kule nyuma kote. Iliandikwa nanyi mtafahamu ukweli na huo ukweli taweka huru. So ukweli huu unayefahamu leo ikuweke huru kuanzia kesho. Umepata 500, toa shilingi 50. Umepata 1,000, toa shilingi 100. Wewe kwenye bahasha. Usikae nayo nyumbani. Watu wengi wanakaa nayo nyumbani hatimaye wanajaribiwa. Mwingine anampa mtoto apeleke kanisani. Ukimpa mtoto akitumia, je, hujamloga mtoto huyo? Kuna wakati mwingine unaona nyosha tu kidole bwana ameniloga, lakini umejiloga mwenyewe. Mtu wa mwisho, weka vitu vyako vizuri. Mti yangu huyu siku nimesikia yani kama kuna mtu anapambana naye. Saa ngapi? Usiku. Yani kama kuna wanashindana. Nimemuuliza wewe ulikuwa unaota nini akasema. Hawezi kujua. So wanapoteza, wakishasikia umesikia so wanapoteza. Mimi nitaomba hapa. Hizo zote ni utumwa. Mtu mmoja ambaye ana neno la kusema ambaye bado hajasema. Mimi ninaomba. Baba, wewe ni mwema na wewe ni mtakatifu. Maana jina lako ndio jina kuu lipitao majina yote. Katika jina lako Baba wa rehema, tumeona ukombozi Baba. Baba, tazama kundi hili Baba wa rehema, walioacha yote Baba wakaja nyumbani mwako ili wajifunze neno lako. Baba, tumejifunza neno lako juu ya wana wa Israeli wanapotoka Misri, na Mungu ukimwagiza Musa akutengee wazaliwa wa kwanza wa wanadamu na wazaliwa wa kwanza wa wanyama. Baba, na ukiwakumbusha kwa Baba waendelee kuondoa chachu kwao Baba wa rehema, na ukiwaambia Baba waendelee kukumbuka Baba kitendo cha wewe kuwatoa Misri. Baba, wengine hapa bado wako utumwani. Wengine Baba wao katika toa ya mapigo. Wengine wao katika toa ya kutoka. Lakini katika yote ninafuta hatua zote. Na Baba ninaweka katika toa ya kuanza safari ya kuelekea Baba wa rehema kwenye Kanani yake. Kanani yake ni afya yake. Kanani yake ni hatima yake. Kanani yake Baba wa rehema ni uzima wake Baba. Baba,
wengi wameshatoka, lakini bado shetani ni king'ang'anizi, naye ni baba wa uongo, kama Kristo alivyosema kuwa shetani ni baba wa uongo, maana yeye alikuwa ni muongo tangu mwanzo. Baba muweza wa yote, ninaagiza mawazo yote potofu ambao shetani ameingizia watu wake wasifahamu ya kuwa wameshatoka. Baba muweza wa yote, ninawatoa katika kila utumwa. Utumwa Baba kutotoa fungu la 10. Utumwa Baba wa rehema ya vifungo, Baba wa rehema. Na wewe una utumwa wa fungu la 10 kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila mtu aliyekuwa na baba katika utumwa wote, mwingine anapopata Baba wa rehema mapato yake, anataka kutoa Baba wa rehema 1:10. Shetani anamuingizia baba uongo na mambo mengi, Baba wa rehema, ili Baba asipate baraka zako. Baba, ninaagiza Baba roho zote chafu. Eneo la fungu la 10 inagusa watu wengi. Kila mtu hapa namuona Baba fungu la 10 na muhusu. Ni wachache Baba wa rehema, lakini naomba msamaha kwa ajili yao Baba, kwa jina la Yesu. Nikiyafuta Baba wa rehema yote waliyekuwa Baba wamesema watatoa, Baba uanze nao upya, maana wamefahamu ukweli, nao huo ukweli iwaweke huru Baba. Wengine walisema watajazilizia Baba wa rehema fedha ya fungu la 10 wakatumia. Wengine Baba wa rehema wamekamatwa Baba katika ndoto. Tazama Baba wa rehema watu wako wanavyokupenda, wanayeota ndoto pasipo kukumbuka ndoto. Baba wa rehema wanaota ndoto ya kupambana, ndoto Baba wa rehema ya kupigwa, ndoto ya kuonewa. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninafuatilia Baba watesi wake wote, ninafuatilia Baba watesi wake wote, mikataba za ndoto, uonevu wa ndotoni, uonevu Baba katika kila eneo la maisha yake, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, nang'oa mapando yote, nang'oa mapando yote, naharibu tawala wa giza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Jina la Bwana ni jina kuu lipitao majina yote, maana katika jina hilo kila goti upigwa na kukiri ya kuwa Kristo ni Bwana. Baba, namtoa katika utumwa mauti, naharibu tawala zote za giza, ngome zote nazitikiza kwa uwezo wa Bwana, jinsi mapigo yale yalitikiza Misri Baba, na Farao kufukuza watu wako, kwa damu ya Yesu. Utumwa wa kutosoma, utumwa wa kufanya vibaya shule, kila mmoja anamrudisha kwenye asili yake, maana imeandikwa ya kuwa Baba wote waliokukimbilia wewe uliwaganga majeraha yao yote, ukawaponya na magonjwa yao yote. Baba, na watoa katika mabaya yote, na haribu tawala wa giza wote Baba, wawe katika safari ya kuelekea kwenye hatima yao. Na Baba, kwa kumpokea Kristo Yesu, wamefanyika kuwa wazaliwa wa kwanza pamoja na Kristo, na jinsi ambayo ulichagua taifa la Israeli kuwa ni mzaliwa wako wa kwanza, na ukaambia Musa aambie Farao ya kuwa aache mzaliwa wako wa kwanza waende akakutumikia Baba. Baba, watu hawa ni wazaliwa wako wa kwanza, waende wakutumikie Bwana, watoke utumwani Baba, watoke kwenye utumwa Baba. Macho ambao shetani aliwaingizia na kuwafanya waone kama hawajapona, wamepona Baba. Na Baba, ninapitisha baraka zako kwenye hatua zao, nikikusanya roho zote chafu na kuzitupa Baba wa rehema kuzimu, kuzifungia hadi siku ya hukumu ya Bwana. Vifungo vyote vya nafsini, rohoni na mwilini, vifungo vya familia Baba, tumeona ya kuwa Yusufu aliwaapisha Baba ndugu zake ya kuwa Mungu atakapowatokea Baba wakumbuke kubeba mifupa yake Baba. Yawezekana kwenye familia yake, yawezekana kwenye ukoo wake, yawezekana kwenye ndugu zake Baba wa rehema. Kuna mtu Baba aliyewaapisha ya kuwa
watende jambo fulani, ingawa haikutendwa ndio mabaya yakapata familia yao. Baba wa rehema kutokuolewa, Baba wa rehema kutokupiga hatua, Baba wa rehema kutoenda kwenye yatima kwa sababu ya viapo Baba waliapizwa ndugu zao ama wa ukoo wao. Kiapo iliyoapishwa katika ndugu zako ikuache utoke sasa hivi kwa jina la Yesu. Kila kiapo iliyoapishwa, ndio maana hawaolewi na kukaa kwenye ndoa hiyo, naitengwa leo kwa jina la Yesu. Tengwa kwa jina la Yesu kiapo ya kutopiga hatua, kiapo ya kutokuolewa, kiapo cha kutokufanikiwa, kiapo cha kutofanya kazi ya Mungu, vyote navibadilisha kwa jina la Yesu. Nafuta chochote ulichokiri kwenye kinywa chako, maana imeandikwa kila mmoja ametengwa kwa maneno ya kinywa chake, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Usingizi ambao wanakulaza unapokuwa kwenye ibada ama sehemu muhimu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na kutoa katika utumwa huo kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo na kuamsha katika usingizi wa mauti. Amka kwa jina la Yesu. Amka nafsi yake. Amka roho yake. Amka mwili wake. Na amsha viungo vyako vyote kwenye usingizi wa mauti. Na amsha roho yako kwenye usingizi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na kuamsha kwenye usingizi ya mabaya kwa damu ya Yesu. Amka katika usingizi wa mauti. Na Baba, natukuza jina lako kwa ajili ya neno lako. Neno lako Baba wa rehema iwatamie, na wote Baba ukiwakumbuka, ukirudisha katika asili yao. Asante Baba mweza wa yote, maana hapana jambo gumu kuliko wewe. Kumbuka Baba wa rehema taifa letu, rais wetu, viongozi wetu na watu wote, katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Hebu tupigie Bwana makofi. Amini kama imekuwa, na baadaye angalia sehemu ilikuwa inakusumbua, utaona haiko. Bwana Yesu asifiwe. Basi nimefikia mwisho. Kesho tutaenda kwenye sura ya 14. Bwana Yesu asifiwe.